nikaja nikamkuta yule dada. Kama muuliza akasema hapa ndo akaniambia barua, maana ya barua kwa ameniambia nije nayo. Nilikuja kule ambapo mimi nimepanga. Akaniambia unatakiwa sema hapo naishi na watu wazima kabisa. Maana kama nyumbani, nikamwambia nyumbani mimi ni Mwanza au kwa mama yako mdogo. Sasa nilienda kuuliza kule wakaniambia barua unatakiwa kuchukulia sehemu unaokaa. Sasa barua kule na yenyewe nimeshaileta ya. Ndio yule akaniambia hapana. Nikampigia mama akanipa, nikamwambia na shida na barua ya serikali za mtaa. Ila barua nilipokuja sasa nikamkuta dada mwingine akaniambia hii barua haijakaa sawa. Ikabidi tena nikaenda nikarudi kule sasa kwa mamangu mdogo. Kwa hiyo ulikuja hapa na barua. Lakini ukaambiwa barua yako bado haijakizi vigezo vyetu. Barua ulichukulia hapa? Barua nilikuwa nimeichukulia ambapo hapa Dar es Salaam. Lakini wewe kwenu ni Mwanza. Kwa hiyo ukaambiwa kwamba tunahitaji barua inayotoka Mwanza. Na wazazi wako wao wanafahamu. Nilimwomba mama nikamwambia na shida na barua ya serikali. Ndio. Ndio ukielekezwa kwamba tunataka barua ya kwenu, maana yake lazima mzazi wako au ndugu yako wa karibu akusaidie kufuatilia barua. Na hapa ofisini wafuatilie kuhakikisha kwamba kweli anayefuatilia ni ndugu yako. Si ndio hicho kilichotokea? Kwa hiyo ukaenda kumwagiza mama yako akutafutie barua. Nitafutia ile barua ikawa yani wameandika tu kwa kifupi, haina namba za mwenyekiti na nini. Nikamuuliza akasema barua si unajua barua za uko wanazoziandika. Alafu alipo vijana hata hawaeleweki wanaweka sahihi. Nikasema basi ngoja niende nikachukue. Kwa ndo nikaenda nikachukua barua nikamtumia yule dada. Akaniambia iko sawa. Ulienda Mwanza? Ukaenda wapi? Nienda kuchukua kule Kitunda kwa mamangu mdogo. Kwa mamako mdogo. Akaniambia iko sawa. Akasema basi unaweza ukaja. Ndio nimekuja hapa. Lakini ulichokigundua ni kwamba sisi hatupokei watu ovyo ovyo. Sasa ingekuwa ni hivyo, wewe ulipokuja na ile barua ya mwanzo usingepokelewa tu. Ndio. Lakini umeona taratibu zetu. Lazima uwe ni mtu ambaye unatoka kwenye address inayotambulika, kwa sababu tunataka watu ambao ni waaminifu, wanaoaminika kwenye jamii. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu naenda kulea watoto, naenda kwenye familia za watu. Kwa hiyo hatutaki kuokota watu mitaani. Ndio. Yes. Kwa sababu pia watu wanalipa vizuri. Mishahara yetu si umeiona? Watu wanalipa vizuri, wakiamini tunawapatia watu wazuri. Sasa na sisi ili tutunze uaminifu, hatuwezi tu kupokea watu ovyo ovyo. Nimefurahi wewe ni shuhuda kwamba ulipokuja hapa na kibarua chako ningekuwa tunaokoteza, ungechukuliwa tu chap chap, si ndio? Lakini hapana, karudishwa, kaenda kushughulikia barua. Umewasiliana na mama yako Mwanza, wametuma barua ambayo bado imepinda bado ukarudishwa, si ndio? Umeenda Kitunda kwa mama yako mdogo, angalau unaona yani sisi tunataka tuwe karibu na ndugu zako kabisa, sio tu mtaani. Umeelewa hiyo ni muhimu sana watu kufahamu kwamba kwa wadada ambao wanataka kuja kwetu wajue hatuchukui watu kirahisi. Kwa sababu tunataka uaminifu ambao tunaujenga kwa watu wetu, hata Mungu wetu awe shahidi kwamba tunajaribu sana kuhakikisha kwamba hatuwapatii watu ambao ni wa mitaani, watu ambao wana address, watu ambao hawana uaminifu. Hiyo kwetu ni reputation nzuri kwa mradi, kwa sababu pia tukiwa waaminifu kwa madogo, hata Mungu atatuamini kwa makubwa. Kwa sababu hata wewe unapokwenda kule kwa yenye familia za watu, tunahakikisha ulinzi na usalama wako. Kwa hata bosi, hakuna bosi ambaye anaweza kutuma tu bodaboda kanichukulie dada, hapana. Bosi ambaye amefanya oda lazima aje mwenyewe na lazima aje na utambulisho wake wa NIDA, kama kweli ni mtu mwema ambaye ana nia nzuri, kwa sababu wewe sio kitu. Wewe ni binadamu ambaye una utu. Kwa hiyo lazima tujue unaenda kwa nani. Mtu bosi hawezi kukuchukua tu akaenda kakurusha kwa wazazi wake au wapi. Lazima mzazi wake tuongee naye ili usiende ukapata changamoto. Kwa hiyo upande wenu pia, yani sio nyie tu, tunavyofuatilia na mabosi hivyo tunafuatilia tuweze kujua tunawahudumia watu wa uhakika ambao hawataenda kutesa watu wetu. Haya, kuona malengo gani sasa? Kuja kwenye mradi hasa unachotafuta ni nini Swaumu? Mimi ninachotafuta kwa ajili ya kuongeza mtaji wa kupanua biashara yangu. Panua biashara yako. Pia na malengo ya kuanzisha biashara vipodozi. Unataka tena na biashara vipodozi na wenyewe una sura nzuri. Ukianzisha kuuza vipodozi utauza, kwa sababu tayari sura unayo. Ndo kilichonileta. Kilichokuleta. Kwa hiyo unahitaji kama kiasi gani? Mimi. Sijajua nitapanga kwa mshahara shilingi ngapi. Lakini
kwa sababu hata pale nilipokuwa nafanya kazi yani pesa yangu nilikuwa situmii ovyo, ila kila pesa nilikuwa napata nikamwambia naomba uniingizie kwenye simu kwa sababu sitaki kuitumia. Okay. Akaniambia ufungue akaunti ya benki. Kwa hiyo nikaenda maeneo ya pale nikakuta kuna benki ilikuwa na jengo lakini wakawaje ifungua. Nikasema mna shida, mimi hela yangu najua jinsi ya kuitumia, yani kuitunza, nisitumie. Sifanye kitu chochote. Kwa hiyo pesa yangu alikuwa akinipa. Yeye mwenyewe alishangaa na kuja mmoja akaniambia, kwani wewe ulikuwa unatumiaje? Na nikamwambia mimi kwa sababu kuna kitu nilikuwa nahitaji. Ndio maana pesa yangu nilikuwa situmii ovyo. Naitunza. Wow. Hongera. Kingine nilichopenda ambacho ni kikubwa sana uendelee nacho ni kwamba ulijiongeza kwenye ulivyokuwa unafundisha watoto. Ulianza na huyo bosi alikuwa anakulipa 200, lakini kwa sababu ulikuwa unafanya vizuri kuwatunzia watoto wake, kumfundisha watoto wake vizuri, watoto wakafanya mitihani wakafaulu vizuri, ndio maana akaona thamani yako akakuongeza mshahara. Hata hapa kwetu ni hivyo, kwa sababu hatukufahamu tutakuassess na tutaona kiwango ambacho unaweza usianzie hiyo 300,000 ambayo ulikuwa unalipwa huko, kwa sababu si bado hatukujui na inabidi ukae kwenye kituo chetu tukuassess, tukufanyie interview. Lakini pia wengine huwa tunawa offer kwanza kwenye kazi za kawaida, alafu tukiona uwezo wao ni mkubwa ndio tunakuja kuwapeleka kwenye kazi za viwango vya juu, mishahara ya juu. Kwa hiyo ndio system yetu, kwa sababu kama nilivyosema bado pamoja na kwamba bosi anatakiwa kulipe vizuri, lakini lazima na wewe ufanye kazi zake vizuri. Kwa hiyo hicho kitu ulichonacho cha kujitahidi kujifunza kufanya kazi vizuri, endelea nacho, kwa sababu hicho ndio hela yako. Pesa unalipwa kutokana na ubora wa kazi. Kwa utakapopangiwa majukumu, pale utakapopangiwa kazi, usikimbie kazi. Jiboreshe zile kazi, ruhusu zikunoe, hata kama ni ngumu, hata kama ni nyingi, ruhusu zikunoe. Wasichana wengi wanaogopa kazi, wanakimbia, nyumba ina majukumu mengi na nini. Sawa, kweli kuna nyumba zina majukumu mengi, hatukatai. Lakini kama unataka kuwa kwenye level za juu, yani kupata hela, basi jinoe kufanya kazi. Yani kuwa ni mtu wa kazi. Ukiwa mtu wa kazi, utapata hela nzuri tu. Kingine nimependa umejifunza keki. Kwamba umeona sasa baadaye imekuja ni biashara. Wadada wengi wakikufika kwenye maeneo ya kazi wanaweza kukutana na fursa ambazo wangejifunza zingewaongezea ujuzi na thamani. Lakini waga wanakimbia. Mtu anakaa kwenye nyumba, labda bosi anamfanya biashara wa keki, hajui hata unga unachanganywaje. Lakini wajanja kama wewe ulijifunza, ukatoka pale. Kwa hiyo wewe ulikuwa unalipwa mshahara, lakini kama ulikuwa shule, kwa sababu umetoka pale umeshajua kutengeneza keki. Matokeo yake umeenda kuanzisha biashara ya keki. Hivyo ndivyo binadamu unavyoweza kuongeza thamani na unavyoweza kufanikiwa kwenye maisha. Sio kwa kukaa tu umri unaenda tu, unazeeka tu kichwani hamna kitu. Hapana. Binadamu unatakiwa kila siku inayoenda kwa Mungu hakikisha kuna kitu umejifunza. Either hizi kazi za mikono kama hivyo kutengeneza hivyo vitu, au la kazi za kushauri watu kama mimi kazi yangu ninayofanya. Kila siku nahakikisha najinoa namna ya kuweza kuwaongoza wanawake, namna ya kuboresha maisha yao. Kwa hiyo sio kitu tu nimekaa naongea hivi, mimi mwenyewe pia najifunza. Kwa hiyo wewe umejifunza kutengeneza keki, mimi najifunza jinsi ya kuwaongoza wanawake waweze kuboresha maisha yao kwenye area tofauti tofauti, namna ya kutafuta mitaji. Wengine kwenye mahusiano wanakuwa wanapoteza ndoto zao kwenye mahusiano, jinsi gani ya kupata mahusiano mazuri ambayo hayata kudidimiza, ambayo hata kurudisha nyuma. Wanawake wengi wakiingia kwenye mahusiano ndoto zao zinakufa, wanaume wanastawi. Sasa mimi utaalamu wangu ni kuwashauri wanawake waingie kwenye mahusiano ambayo yatawafanya na wao wastawi badala ya kurudi nyuma. Kwa hiyo ni katika maeneo tofauti tofauti, lakini yote kwa yote ni kazi ya kuwashauri wanawake namna bora ya kuweza kuboresha maisha yao. So ili uweze kufanya kitu vizuri, chochote unachotaka kufanya, hakikisha unaongeza maarifa. Sawa. Kwa hata ukienda kwenye hizi kazi, unaweza kuanza hizi kazi za chini, labda smart, lakini you can be professional. Umeelewa? Yani usikubali tu kukaa pale pale. Anza kama smart au traditional plus ama nini, lakini aim kwamba mpaka nije nitoke kwenye hizi kazi nitakuwa nafanya kazi kwa level za professional. Na wewe unalipa 500,000. Umeelewa? Lakini wakati huo kama ulivyosema unapata zile hela unawekeza kwenye biashara zako. Kama utaendeleza keki, kama ndio utafanya mambo mengine, wewe mwenyewe utajua. Lakini ninachotaka kusisitiza ni kwamba kinachompa mtu thamani ni wewe kujinoa kila siku. Sio kufanya vile vile, sio kufanya average, sio kufanya tu kikawaida. Usikubali kuwa wa kawaida. Kila siku jiboreshe, na katika kuboresha kuna ugumu. Kuna nini? Ugumu.
Sawa? Hauwezi kujiboresha ukiwa umerelax. Utakutana na nyumba ina kazi ngumu, pambana nazo. Utazizoea. Ni sawa sawa tu na kufanya mazoezi. Ukianza siku ya kwanza misuli itauma, lakini ukifanya siku 2, 3, 4 wiki unazoea. Hata kazi ni hivyo hivyo. Utakutana na nyumba, pambana nayo. Pambana nayo ndani ya mwezi, si tunaamini ndani ya mwezi unakuwa umeshazoea mazingira. Ukiweza hapo, manake viwango vinaongezeka na mshahara utaongezeka. Huwezi kuongeza mshahara bila kiwango chako kuongezeka. Tunaelewana dada Swaumu? Ndio. Haya, basi utakapokuwa hapa utafanywa assessment, utafanywa interview ili tuweze kujua exactly tunaanza kukupangia kiwango gani. Lakini usiogope kiwango utakachopangiwa. Cha muhimu pale utakapopangiwa, anzia hapo kujinoa na kutuonyesha mimi Swaumu mimi ni wa level za juu. Then tutakutoto kupeleka level za juu. Sasa hivi kuna wadada walianzia huku chini, sasa hivi wako juu kupitia mradi wetu, kwa sababu tunaendelea kuwaongoza vizuri na kuona wanavyofanya vizuri. Tukipata feedback nzuri tunakutoa mshahara wa chini tunakupeleka juu. Sawa. Mpaka hapo umeelewa vizuri? Nimeelewa. Una lolote? Hapana. Hamna. Uko tayari kwenda kupambana? Ndiyo. Kabisa. Una uhakika hautatulete down? Lakini na wewe mwenyewe ukitulete down sisi umejileti mwenyewe down. Kwa sababu utarudi mtaani bado maisha yataendelea kuwa magumu. Kwa hiyo nenda kapambane. Thamani ya mwanamke ni kazi. Sio mume. Naelewana? Waume wapo tu. Mume sio thamani yako. Thamani yako ni wewe mwenyewe kujiongezea thamani kwa kufanya kazi, kujiboresha uwezo wako wa utendaji wa kazi. Wanaume wapo, mwanaume atakuja leo anakupenda, kesho akupendi, amekuacha. Si ndio? Mwanaume leo atakupa hela, unaona nimepata, kesho hakupi, na mwingine anayempa. Umeona? Unaanza square one. Lakini wewe ukiongeza ujuzi wako, ukiongeza thamani yako, unazidi kukua kila siku. Aje mwanaume asije, maisha yako yanasonga mbele. Sawa? Ndio hivyo. Lazima mbadilishe hizo akili zenu, maana mkipataga wanaume kidogo tu ndio mmekimbia. Naenda kuolewa, unazalishwa, unatelekezwa, yani unarudi sifuri. Hata ukizalishwa, ukitelekezwa, maisha yako yanatakiwa yafanyeje? Yasonge mbele. Sawa? Kitakacho kusababisha ni pale utakaposimama wewe kama wewe. Umeolewa hujaolewa, simama wewe kama wewe. Muda wote uko kwenye biashara, uko kwenye kazi. Yani hata siku moja asije mtu kwenye maisha yako afu wewe ndoto zako zikavurugika. Ukakubali kurudi nyuma, ukakubali kuacha kazi ukaenda kukaa nyumbani. Sawa Swaumu. Shapataga hayo mafundisho kweli? Umeelewa? Hayo ndio mafundisho ya sahihi. Hayo ya mila na tamaduni, hayo ndio yameweka wanawake wengi kwenye maskini. Najua kwenu umekuwa unaona labda mama, ndugu jamaa na marafiki, wazazi wanaishi kwa kutegemea wanaume. Ni mfumo ambao ni mgumu sana, kwa sababu mwisho wa siku utajikuta kwenye umaskini. Si unajua? Si unajua wanawake ambao maisha yao ni magumu kwa sababu walitegemea wanaume? Au hujui? Unajua? Sidhani kama ni maisha ambayo ungependa kuendelea nayo. Wewe unapenda kuendelea nayo wewe? Unawaambiaje wasichana wenzio? Nashauri wafanye kazi, wasibague kazi. Wasibweteke, wasibague kazi, wafanye kazi za halali. Sio kazi za kutumia miili yao, kazi halali. Sawa? Mungu ametupa miili yetu kama hekalu, yani tutunze miili yetu vizuri. Utakapokuja kupata mtu wako sahihi mmoja ndio huyo, lakini sio wewe mwili wako kila siku kwa huyu utoe kwa sababu unapata hela. Hapana, hayo sio maisha. Sawa? Haya, Swaumu, asante. Karibu. Asante.